rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tamko la Umoja wa Wanazuoni wa Kiislamu Tanzania Hayatul Ulama la kulaani kitendo cha kudhalilishwa kwa Sheikh Nurdin Kishki. Umoja wa Wanazuoni wa Kiislamu Tanzania Hayatul Ulama umepokea kwa masikitiko makubwa taarifa na maudhui yaliyosambazwa kupitia mitandao ya kijamii na mtu anayejulikana kwa jina la Juma Namusoma, zikilenga kumchafulia heshima na kumdhalilisha mlinganiaji wa Kiislamu wa kitaifa na kimataifa Sheikh Nurdin Kishki. Umoja wa Wanazuoni wa Kiislamu Tanzania unalaani kwa nguvu zote kitendo cha kusambaza taarifa za uongo, uzushi na maudhui ya kudhalilisha yenye lengo la kumvunjia heshima Sheikh Nurdin Kishki na kudhoofisha hadhi ya viongozi wa dini mbele ya jamii. Vitendo vya namna hii vinaonesha ukosefu mkubwa wa maadili, adabu na heshima kwa viongozi wa dini na vinaakisi chuki, hasadi na nia ovu ambazo hazina nafasi katika jamii inayozingatia misingi ya dini, haki, utu, amani na maadili mema. Aidha, kueneza taarifa za uongo na uzushi ni kosa la kidini, kimaadili na kisheria. Vitendo hivi vinaweza kuleta migawanyiko katika jamii, kuchochea chuki, kuharibu mshikamano wa wananchi na kudhalilisha taasisi za dini pamoja na Uislamu kwa jumla. Umoja wa Wanazuoni wa Kiislamu unatoa wito kwa Waislamu na Watanzania wote kuzipuuza taarifa zisizo na ukweli, kujiepusha na kuzisambaza taarifa hizo na kuendelea kuwaheshimu viongozi wa dini wanaotekeleza majukumu yao ya kuelimisha, kuhubiri amani na kuiongoza jamii katika misingi ya maadili mema. Vile vile, tunaziomba mamlaka zote zenye dhamana ya kusimamia sheria kuchukua hatua stahiki dhidi ya mtu yoyote anajihusisha na utengenezaji, uchapishaji au usambazaji wa taarifa za uongo, kashfa na uchochezi kupitia mitandao ya kijamii kwa mujibu wa sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ikumbukwe, Sheikh Nurdin Kishki ni kiongozi wa taasisi ya Al-Hikma Foundation na amekuwa akitoa mchango mkubwa katika kuisaidia jamii ya wenye uhitaji na mayatima katika nyanja za elimu, uchumi na matibabu. Amekuwa akifanya hivyo kwa muda mrefu kwa siri na dhahiri. Kitendo cha kuzusha taarifa za uongo kwa lengo la kumdhalilisha ni sawa na kuwadhalilisha mashehe na viongozi wengine, vitendo ambavyo lazima vikemewe kwa nguvu zote. Mwisho, Umoja wa Wanazuoni wa Kiislamu Tanzania unaungana na Waislamu wote ndani na nje Tanzania katika kumuombea Sheikh Nurdin Kishki, Mwenyezi Mungu amlinde, amzidishie afya njema, hekima na taufik, na aendelee kumpa nguvu katika kutekeleza wajibu wake wa kuhubiri Uislamu na kuijenga jamii yenye amani na mshikamano. Wabillahi taufik. Imetolewa na Umoja wa Wanazuoni wa Kiislamu Tanzania na imesomwa na mimi Mbwana Ahmad Urari. Tunataraji sisi heshima kwa wanazuoni iwepo. Sasa limetokea jambo kama hili, na sisi kama wanazuoni, na baada ya kuliangalia na kulitafakari jambo kama hili, hatukulichukulia kwamba ni swala limemuhusu Sheikh Nurdin Kishki kama yeye, bali hili ni swala ambalo limehusu wanazuoni wote katika yaliyozungumzwa pale. Lakini vile vile Mtume sallama ametuelekeza akisema kwamba la dharara wala dhirara, hairuhusiwi mtu kumdhuru, kujidhuru au kudhuru, yani usijidhuru wala usidhuru. Sheikh Nurdin Kishki tumeshuhudia yuko kimya. Yeye kuwa kimya ni moja kati ya silka na taratibu za wanawazuoni. Wengi walifanywa maudhi mengi sana na walikuwa wanakaa kimya. Kwa hiyo yeye kuwa kimya bado yupo katika utaratibu, lakini kwa sababu kilichofanyiwa hujuma na shambulizi la kifikra na la kimtazamo na lolote lile ni ile tasnia ya ushehe, na sisi kama mashehe sasa tunasemaje? Sisi tunalitafakari jambo hili, lakini
kuna mambo mawili tunashauri. Sheikh Nuruddin tutakaa naye kama yeye muhusika namba moja, tuone tunafanya nini. Lakini la pili, bado serikali yetu ipo, serikali imesikia, tuna taasisi ambazo zinahusiana na masala ya kimtandao na zipo sheria na kanuni. Sio mwanasheria mimi wa sheria moja kwa moja hii ya kisekula, lakini naamini wahusika wameliona hili na wao wana mchango, na sisi kama wanazuoni tunajaribu kuwapa hii changamoto hii kwamba waliangalie na waweze kutupa hivi hali kama hii wanaichukulia vipi. Kwa hiyo bado sisi serikali tunaiomba, bado serikali kwa kupitia taasisi za mambo ya kijamii, hili swala liko hadharani moja. La pili, swala hili lipo katika mitandao na ni swala ambalo halina adabu wala halina ushahidi. Ilitakiwa mtu huyu aitwe, alete ushahidi wa anachokisema, vinginevyo kwamba halikuwa na haja. Kwa hiyo niseme kwamba sisi jambo la kufanya katika hili moja ni kwamba Sheikh Nuruddin Kishki tutakaa naye kama shekhe mwenzetu, na si kama ni mashekhe, na hii ni taasisi yake pia, ili tuone ni hatua gani za kufanya. Lakini vile vile bado tunaiomba serikali kama serikali katika vitu vya mfano huu, nayo tunaamini ina nafasi. Kama wanazuoni tungependezwa sana tukasikia mmoja kati ya viongozi wa taasisi ambazo zinahusiana na masala ya hujuma au kulinda heshima za watu kwa njia za mitandao zikazungumza chochote kile. Ilikuwa ni vizuri sana katika swala hili ambalo hata kama kumuita mtu yule kwa siri na kumuuliza kama ana ushahidi wanachokisema na kwa nini kasema vile, na wakatoa kauli yoyote ile, bado ilikuwa ni jambo zuri sana. Haya ndio maneno ambayo naweza nikasema kwa niaba ya wanazuoni, na ni kwamba ametukera kweli kweli jambo hili, lakini bado serikali nayo tunaiomba vile nayo iangaliwe vile. Ama shekhe tutakaa naye tutaona cha kufanya inshallah. Imam Ibn Asakir katika kitabu chake Tibyan ameelezea kwamba hakika ya nyama za wanazuoni zina sumu. Hakika nyama za wanazuoni zina sumu. Mtu yeyote ule anajaribu kula nyama ya mwanazuoni basi aelewe kwamba anakula sumu. Na amesema Ibn Asakir kwamba mtu huyo Allah Subhanahu wa Ta'ala hamfishi isipokuwa atamfisha kwa kumpa mtihani na pengine kumpa kifo cha aina ya mbwa. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wahifadhi mashekhe zetu na awape nguvu na wasirudi nyuma kutokana na vituko vya baadhi ya watu ambao hawana heshima, hawana adabu, na wakati mwingine hawajali nini cha kusema mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.